kaja kurudi baada ya kuwa wametengamaa. Lakini pia hao ambao wanakuwa wameandaliwa matibabu ya hizo tiba kemikali, baadaye hizo side effect au hayo madhara huwa yanakuja yanakuwa yanapungua taratibu na baadaye analikava. Lakini hawa wengine ambao wamepata kipara sana sana, sasa hapa nazungumzia watu wazima. Mtu mzima anapopata kipara, wengi ni kwa sababu tunazungumzia umri. Umri unapokuwa mkubwa, uzalishwaji wa seli unakuwa unapungua. Yaani seli zinakuwa zizalishwi nyingi, lakini pia unakuta vyakula ambavyo watu wanakula sasa hivi vingi havisapoti kuzalishwa kwa seli nyingi mpya. Sasa mtu anapokuwa mtu mzima, mara nyingi kuna homoni pia ambazo zina control ukuaji wa seli. Unaona? Zina control pia ukuaji wa nywele. Sasa mfano kama homoni inaitwa testosterone, kazi yake kubwa inamsaidia mtu kwenda kusaidia, yani tuseme kama ni mwanaume awe na mambo ya kiume. Ambapo hapo tutahusisha ukuaji wa nywele, masuala ya sauti. Ndio maana mwanamke aweze kuwa na sauti kama ya mwanaume. Hiyo ni kwa sababu ya hiyo homoni inakuwa inasaidia hivyo. Lakini kwa mwanamke pia inasaidia kwa upande tofauti. Kwa hiyo kama ni mwanaume, ina maana hiyo homoni inasaidia kwenye ukuaji wa nywele na mtu kuwa na yale masuala ya kiume. Kwa umri unapokuwa mkubwa, ina maana inapelekea ile homoni iwe inapungua. Inapopungua pia ukuaji wa nywele unaanza kuwa wa shida, na ndo hapo watu wengine wanapata nini? Vipara. Lakini kipara pia mtu anaweza akapata, tunasema kwa kuulisi. Yaani kwa maana ya kwamba kuna familia ambazo wazazi wao wana vile vinasaba au genes ambazo mfano kama babu alikuwa ana kipara, ni rahisi hawa watu familia yao wakifika umri kuanzia mfano miaka labda 30, 35, 40 kuendelea huko kupata kipara kama watakuwa wamelisi vile vinasaba kutoka kwa wazazi wao. Ndio. Kwa hiyo huwa ni sababu pia. Sawa, mtazamaji, tunaendelea kupata mengi zaidi kutoka kwa mtaalamu hapa wa tiba lishe ambaye naamini leo atatupatia pia na wengine suluhisho baada ya taasisi hii ya TAWIRI kuja na suluhisho la uotaji huu wa vipara. Lakini sasa hapa wakati anazungumza mtaalamu wetu umegusia kwenye swala la hormone na umri pia kwa wazee. Lakini sasa tukizungumzia hii mabadiliko ya hormone ya kwamba uzeeni zile seli hazizalishwi kwa wingi. Tukirudi kwa vijana sasa. Je, hii hormone kwa vijana hakuna changamoto kwamba vipara vianze kuota mapema? Okay, sawa. Hapo kwenye hormone mara nyingi vijana wanakuwa wana kiwango kingi cha hormone hii ya testosterone. Lakini pia vijana wao si rahisi sana kupata hizi changamoto za vipara kwa sababu wao pia mzunguko wa damu unakuwa vizuri. Mtu mzima mzunguko wa damu unakuwa wengi, hauko wani ile faster. Kwa hiyo baadhi ya virutubisho muhimu vinakuwa vinashindwa kufika baadhi ya sehemu, na hivyo kupelekea hata ukuaji wa zile nywele kuwa ni changamoto. Kwa hiyo vijana wao si rahisi kuweza kupata kipara, lakini ikitokea amepata, ina maana ni kwa sababu ya hizo, mfano kama alikuwa na ugonjwa fulani au amerisi kutoka kwa wazazi, lakini changamoto sio hormone. Kwa hiyo kwa vijana wa sasa tunavyowaona, binafsi mimi ni wengi sana nawaona vijana wanakuwa na vipara. Sasa hivi pia tunaona hata watoto wanapozaliwa pia nywele na zenyewe ni changamoto hadi ukuaji wao. Kwa hiyo inawezekana ni kwenye kurithi, lakini pia hiyo huduma ya mionzi ambayo wamekuwa wakipatiwa kutokana na kutibu yale magonjwa ambayo walikuwa wanayo. Na mtazamaji, nawe pia waweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ambayo ni 0769 043092 na tutasoma ujumbe wako hapa hapa ndani ya kipindi chetu hiki ama segment hii ambayo tunagusia kuhusiana na swala la uotaji ama changamoto hii ya kipara. Tumeona ni wengi wanaota, lakini sasa mtaalam anaendelea kutufafanulia zaidi hapa. Haya, je, kuna maswali hapa naona wengi wanatafuta suluhisho zaidi. Wengi ni suluhisho, wanajaribu kutafuta suluhisho kwamba je, inawezekana vipi tukapata hiyo dawa? Sawa. Naamini utakwenda kulijibia hili. Lakini tukiwa tunaendelea zaidi kuzungumza na ili mtazamaji wetu naye apate ufahamu kuhusiana na changamoto hii ama uotaji wa kipara. Pengine labda umegusia kwenye swala kwanza la matibabu, aina matibabu ambaye ameweza akapata. Na nataka tujue zaidi hapo aina gani hiyo ya vyakula ambavyo vinasababisha mtu akaota hivyo vipara. Mtu anapokuwa, kwanza jambo la muhimu ambalo mtu anatakiwa kufahamu ni kwamba unapopata kipara wakati mwingine unaweza kawa
wewe haupati vyakula ambavyo vina madini kama ya tunazungumzia hapo, kuna zinki, lakini kuna iodine, lakini mtu ambaye hapati protini nyingi, lakini kuna wale wenye ambao hawapati omega 3 au vitamini D. Hizi tunasema ni vitamin pamoja na madini ambayo yanasaidia katika ukuaji wa nywele. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa hapati vyakula ambavyo vinamsaidia kupata hayo madini kwa wingi, pia huwa wanakuja kudevelop kupata hiyo changamoto ya vipara. Kwa hiyo ili huyo mtu aweze kuhakikisha tunasema anakuwa na nywele ambazo ziko vizuri, zinakuwa na afya nzuri, ina maana inatakiwa apate vyakula mfano kama vyenye protini nyingi, labda maharage, samaki kwa wingi awe anatumia, unaona, lakini pia awe anapata muda wa kwenda hata kuota lile jua la asubuhi, pia ni muhimu kwa sababu unapata vitamini D. Okay. Ndio. Sasa tatizo letu sisi bwana wa Tanzania, unaweza kumwelekeza hivyo vitu afu yeye akaenda kuvitumia kupita kiasi. Na yenyewe pia inaweza ikaleta madhara. Kuna baadhi ya yani kwenye vyakula ambavyo tunatumia. Kwa mfano umesema maharage hapo. Ndio. Mtu akasema sasa naenda kung'ang'ana na hii lishe ya maharage. Kama ataenda kung'ang'ana kana nakula sana maharage, sio kwamba labda yana athari yoyote. Hapana, hayana shida yoyote. Akala kupitiliza yale madini yake sasa. Haiwezi kuleta madhara yoyote. Haina shida yoyote kwa sababu ni vyakula tu asilia. Ndio maana mtu huwa tumlimit kwamba kula kidogo sijui au kula sana, hapana. Kiwango kile ambacho kinakuwa kinaingia mwilini mara nyingi kina namna ambavyo kinagawanyika mwilini kutokana na uhitaji wa mwili. Kwa hiyo kuna ambavyo vinatolewa, kuna ambavyo vinatumika. Sawa, sasa huko mtaani bwana kuna kitu kinazungumzika zaidi. Mtoto anaweza akazaliwa tayari ana kipara ama akaendelea hivyo zaidi hadi uzeeni ukamkuta bado ana kipara alichozaliwa nacho. Wakawa wanahusisha zaidi kuhusiana na ulaji wa mayai. Je, hii ina ukweli wote kitaalamu? Hiyo haina ukweli kwa sababu mayai yana protein ambayo protein mara nyingi inamsaidia mtu nywele zake kuwa vizuri. Ndio maana watu wengi wanaotumia mayai vizuri, lakini wengine utakuta mayai mpaka wanatumia kuoshea nywele. Lakini mayai unapokuwa unakula unapata ile protein nyingi ambayo inakusaidia afya yako ya ngozi, lakini pia kwenye masuala ya nywele kuweza kuwa vizuri. Kwa hiyo kwa mtoto mdogo kama atazaliwa hivyo na labda ana changamoto ya nywele, huyu mtoto ina maana kunaweza kukawa kuna changamoto labda za baadhi ya madini ambayo anakuwa amepungukiwa anapokuwa amezaliwa. Kauli ya kwamba mama alikuwa anakula mayai kwa wingi. Hapana, ina maana tu kuna vitu ambavyo amezaliwa navyo ni kama vimepungua mwilini, hasa hayo madini, mfano labda ya zinki, mfano mtu labda anapungukiwa madini ya iodine na hizo madini mengine na vitamin. Kwa hivyo vinakuwa vinapelekea pia kupata udhaifu huo. Kwa hiyo mara nyingi hii inategemea pia na ulaji wa mama. Ndio maana tunashauri mama awe anatumia vile vitu ambavyo vina virutubisho vingi ili mtoto anapozaliwa aweze kuwa na afya ambayo iko vizuri. Sawa. Ndio, lakini mayai sio chanzo. Sio chanzo. Pia inamsaidia mtoto. Basi naamini kila mtu amepata jibu juu ya hilo, tuwe na kiasi. Lakini yote kwa yote ni kwamba si chanzo cha mtoto kuzaliwa akiwa na kipara. Lakini tulitazame pia hili katika namna nyingine. Hawa watu wenye vipara zaidi tunaona ikiathiri wanaume. Hali ikoje kitaalamu? Kitaalamu ni kwa nini mwanaume anapata changamoto ya nywele kutoka au kupata kipara? Kwa sababu kuna ambao nywele zinapungua, lakini kuna ambao wanapata vipara. Sababu kubwa tunazungumzia mwanaume, yeye ana homoni ile inaitwa testosterone ambayo mara nyingi huwa inabadilishwa kuwa dihydrotestosterone. Sasa hii dihydrotestosterone yenyewe kazi yake kubwa ndio inakuwa inasaidia kucontrol tunasema baadhi ya tabia za mwanaume. Ndio maana mwanaume utaona ana sauti kubwa, unaona, lakini pia anakuwa labda yeye nywele hazioti sana kama mwanamke, na mambo yote yale ya tabia zile ambazo anakuwa nazo mwanaume yanasababishwa na hii dihydrotestosterone. Sasa hii hormone mwanaume anapokuwa nayo kwa wingi, inapokonvertiwa kuwa dihydrotestosterone, sasa hii huwa inaathiri, inapokuwa kwa wingi inaathiri pia ukuaji wa nywele. Kwa kila kizuri wakati mwingine kinakuwa kina madhara yake. Hii hormone inapokuwa inazalishwa kwa wingi pia inapelekea kuweza kutokea kwa hiyo hali ya nywele kutoweka na mtu kuweza kupata kipara. Kwa hiyo hii ni sababu kubwa ambayo inawafanya wanaume wengi kuwa na vipara kuliko wanawake. Wanawake wao wana kiwango kidogo sana kile cha testosterone ambayo hiyo hormone kwa wao inakuwa inasaidia sana sana kwenye masuala ya mifupa, unaona, na kwenye misuli. Lakini sasa kwa wanaume ndo hormone ambayo ina control ukuaji wa mwanaume, unaona, kwenye zile tabia zote za kiume. Lakini sasa ni kwa nini mwanamke hapati hii changamoto? Ni kwa sababu wao wana hormone inaitwa estrogen. Estrogen yenyewe kazi yake kubwa inamsaidia mwanamke kuwa na tabia zile za kike, lakini pia ndo hormone ambayo inachochea sana ukuaji wa nywele za mwanamke.
Ndio maana hata hapo utatazama dada hapa na wewe mwenyewe una nywele nyingi, lakini mimi ndio hivi. Kwa hiyo mimi hiyo hormone ya estrogen ninayo kidogo sana. Okay. Kwa hiyo na wewe ulishawahi kuwa mhanga wa tatizo hilo la kuota kipara? Ya, mimi pia nimewahi kuwa mhanga kwa sababu nilikuwa natumia, yani kuna matibabu ambayo niliwahi kufanyiwa yale ya radiotherapy, tiba ya mionzi. Yes. Kwa sasa yale pale yalinipelekea kupata side effect au tunasema madhara kwenye zile seli zinazokuwa haraka. Kwa hiyo nywele zikaanza kupotea, zilikuwa zinapotea pembeni, mara zinapotea hapa, lakini sasa utokeaji wake wa kipara sio kama ule ambao mtu zinaanza nywele zinapotea kwa formula. Unajua kipara kitokei huko wala huko. Kinaanzia hapa, kinakuwa kinaenda taratibu, au kinaweza kaanzia hapa kinakuja hivi. Kwa hiyo mimi ilitokea nywele zinapotea hapa, labda zinapotea hapa, lakini zinakuwa zinapotea zinarudi, zinapotea zinarudi. Kwa sasa ili ziweze kurudi vizuri itategemea unakula nini. Kwa mimi binafsi nimewahi kupitia hiyo process, na mpaka sasa hivi vitu ambavyo nimevitumia vimenisaidia, nywele huku kote zimerudi, lakini zimebaki kidogo kwa mbali hapa. Hapa juu, lakini kadiri muda unavyozidi kwenda vitu ninavyovitumia vinakuwa vinanisaidia nywele zinarudi. Kabisa. Ndio, kwa hiyo ni kwa sababu inapelekea zaidi wahanga kuwa ni wahanga kuwa wengi wanaume. Hiyo inasababishwa na masuala ya hiyo hormone, lakini pia na matibabu haya ambayo tunapatiwa. Kwa mara nyingi hata kama tutapatiwa matibabu sawa, mwanamke yeye hormone ya estrogen kwa sababu ipo kwa wingi, ile process ya kulikava zile nywele zake huwa inakuwa haraka zaidi. Lakini side effect kubwa atakayoipata mwanamke ni kwenye kucha. Utakuta kucha zinakuwa nyeusi. Zinabadilika watu wanaopata matiba hayo ya mionzi na na tiba kemikali. Kwa wanaume ni hivyo. Haya, mtazamaji wetu popote ulipo, na mimi elimu hii inakufikia vizuri kabisa na unaelewa. Zingatia huo mtindo bora wa lishe yako, ama mtindo bora wa chakula ambacho unakitumia, ili uhakikishe kwamba hukutani ama hupati hayo madhara. Pengine tayari umekwisha kukutana nayo, basi moja kwa moja tunaelekea hapa katika hilo jibu ambalo naona wengi wanauliza, sasa tufanye nini na nini kifanyike ili kuondokana na hiyo changamoto ya kuota kipara. Karibu sasa tuelekee hapo, namna ambavyo tunaweza watazamaji wetu ambao wana changamoto hiyo wanaweza kukabiliana nayo hiyo hali. Sawa, jambo la kwanza nadhani kama juzi hapo siku kama kadhaa taasisi ile ya serikali kabisa ambayo inaitwa TAWIRI walitoa nadhani baadhi ya tafiti ambazo wanasema walikuwa wanazifanya toka mwaka 2013. Kwa kuna dawa ambayo waliigundua ya mmea, naona ambao mmea nadhani unaitwa mpolojo. Ni mmea ambao umegundulika kuwa unaweza kuwasaidia watu kuweza kuotesha nywele vizuri kabisa. Lakini pia kuna njia ambazo watu wanaweza kutumia. Njia ya kwanza ni kujitahidi kutumia vyakula vyenye madini tunasema ya calcium, lakini kuna zinki, kuna omega 3. Kwa hiyo hapo ina maana kuna pia tunasema protini nyingi. Mtu atumie mfano kama hizi karanga, atumie hayo maharage nimezungumzia, watumie vitu vinawasaidia pia kupata vitamini D, kutumia kama maparachichi. Lakini mtu kupata muda wa kwenda kuhoteli jua la asubuhi pia linakuwa linamsaidia kwenye uzalishwaji wa zile tunasema nishati muhimu mwilini. Kwa hiyo pia tunaenda kwenye mfano wale watu ambao wamepata matibabu ya tiba hizi za mionzi. Jambo la muhimu ambalo unatakiwa ulifanya wakati umepata zile tiba, ni tiba nzuri kwa sababu zinasaidia, unaona? Lakini sasa inatakiwa ili kuondoa zile side effect au yale madhara ambayo unayapata baada ya kupata hayo matibabu, inabidi utumie, jambo la kwanza ni kitu ambacho kinaitwa detox, au huwa unafanya detoxification, huwa unatoa sumu mwilini. Sumu zinapokuwa nyingi mwilini zinapelekea pia mfumo wa damu unakuwa hauko vizuri. Kwa mfumo wa damu usipokuwa vizuri, changamoto inakuja kwenye ukuaji wa baadhi ya seli mwilini, na mwisho wa siku kwenye nywele pia unapata athari. Kwa hiyo unatakiwa ufanye detox. Sasa detox unafanyaje? Unaweza kama unatumia maji ya moto asubuhi pamoja na ndimu, unakuwa unakamlia labda kwenye maji yale tunasema nusu lita, unakunywa asubuhi, yanakusaidia kusafisha na kutoa sumu mbalimbali mwilini. Lakini kuna njia nyingine ambayo unatumia soy lecithin. Soy lecithin hivi ni virutubisho ambavyo vinatengenezwa kutoka kwenye soya. Kuna wale watu ambao labda ni wavivu wa kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi pia yanasaidia kutoa sumu mwilini. Wengine labda wanakosa muda. Kwa hiyo atakapokuwa anatumia hizo soy lecithin ambazo zinatengenezwa kwa mafuta haya ya soya, zinamsaidia yule mtu kuweza kupata matokeo. Hivyo vinakuwa ni aina tu ya vidonge ambavyo vinasaidia kwenye kufanya detox. Lakini pia kama umeandago matibabu hayo ya tunasema ya hizo kemikali, unaweza ukatumia pia tunasema hizi immune booster ambazo zinasaidia kwenye kuzalisha seli nyingi mpya mwilini. Kwa hiyo kama ni mtu mzima,
seli, kwa sababu uzalishaji unakuwa unapungua, na mtu mzima mara nyingi uzalishaji wa seli unategemea na chakula anachokula. Unaona? Sasa wengi hatupati vyakula ambavyo vina virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo ukitumia hizi immunity booster zinakusaidia kwenda kuzalisha seli nyingi mpya, na hivyo kukusaidia kuweza kurudisha nywele zako kuwa vizuri. Lakini kuna condition ambazo mtu hawezi kuotesha nywele zake. Mfano, mtu ambaye amelisi vinasaba vya kutoka kwa wazazi wake, kile kipara cha kulisi, hicho hata utumie dawa gani sio rahisi kuweza kutibu. Kwa kuna watu watatumia hizi njia zote lakini hawataona matokeo makubwa. Je, na wale ambao vipara vinasababishwa na msongo wa mawazo kama taasisi hii ya TAWIRI ilivyosema kwamba msongo wa mawazo ni moja kati ya changamoto, na yeye anaweza akapata tiba hiyo? Huyo ni rahisi sana kuweza kulikava, kwa sababu kipara kinapotokea au nywele zinapotokea hazioti vizuri kwa sababu ya mtu kuwa na msongo wa mawazo au sonona. Hasa hii inaweza ikatokea pale ambapo homoni ya cortisol inakuwa iko juu zaidi. Sasa ile homoni huwa inaweza kushuka kuwa controlled. Kwa hiyo ikishuka akimaintain ile level ya stress, ina maana ile hali inaweza kurudi akakaa vizuri. Naona. Kwa hiyo kuna mfano kama hiyo dawa akitumia ambazo walizitangaza huko, zinaweza kumsaidia. Kwa mtu huyo ni rahisi zaidi kuweza kupona. Kwa hiyo hata akitumia hizo ambazo nimezitaja hapo zinamsaidia sana. Virutubisho hivi vinampa urahisi wa kupata matokeo. Sawa, kuna jambo lingine pengine hapa tulitazame kidogo hapa. Kuna hawa tunaona ni kipara kabisa, nywele haioti ile sehemu. Lakini kuna mwingine upande wa kisogoni nywele zipo lakini hazikui zikalingana na nywele zingine. Na hii ni aina gani ya kipara? Okay, sawa. Sasa mtu anapopata kipara cha namna hii, mara nyingi tunasema mwilini, yani kwa hiyo ni kipara hicho na chenyewe. Hiyo pia inakuwa ni tatizo. Hilo ni tatizo ambalo linatokea pale ambapo kuna baadhi ya seli. Yani mfano hapa unaweza kama umepata mfano labda ana uvimbe hapa upande huu, sawa? Anapopata hiyo changamoto ina maana ni seli za hiyo sehemu zinakuwa zina shida. Kwa hiyo haimaanishi mtu seli zake zikiwa na shida za sehemu hii atakuwa labda na shida na sehemu nyingine. Kwa hiyo changamoto kubwa inaanzia ni kwenye seli. Ile sehemu unakuta imeathiriwa, zile hair follicles au ile mizizi ya nywele inakuwa haina uimara. Kwa hiyo mara nyingi tunywele tunaota kidogo vinakatika, kidogo vinakatika kwa sababu hizo seli zinakuwa zimepata udhaifu. Kwa hiyo huyu anaweza kusaidika pia kwa kutumia njia kama hiyo ambayo wameitaja huko na ni hii taasisi ya TAWIRI, lakini pia anaweza kusaidika kwa kutumia hizi nutrition pamoja na supplement ambazo sisi pia tunaweza tukawapatia zikawasaidia. Ni kama virutubisho asilia kabisa ambavyo vinakuwa katika mfumo wa vidonge. Kwa hiyo hao wanaweza kupata matokeo kabisa. Hao inawezekana. Sawa, naamini mmeelewa vizuri kabisa. Wewe ambaye nywele zako hazioti upande wa kisogoni, uliona ni changamoto, ni kweli. Ukizingatia aliyozungumza mtaalamu hapa wa lishe, nywele zitaota. Lakini pia na wale ambao vipara vinaletwa na msongo wa mawazo, yote hayo ukiyazingatia, ukiacha mawazo, nywele zako zitaota. Lakini pia faraja kubwa zaidi ni kwa wale waathirika wakubwa zaidi ambao wametufanya tutafute mtaalamu tuje naye hapa, na katika lile ambalo taasisi ile ya TAWIRI ilipozungumza na kusema kwamba imekuja na dawa ya kusababisha vipara hivyo visiote, lakini pia na kuvitokomeza kabisa. Kwa hiyo dawa hiyo rasmi itawekwa wazi na taasisi hiyo ya utafiti na mambo yote yatakaa sawa. Kwa hiyo wale ambao bado mnauliza dawa tunaipata wapi, tuelekeze kama tulivyoletewa taarifa ya ugunduzi huo wa tafiti iliyofanyika kwamba sasa imekuja, watatuweka wazi kwamba dawa ni lini itapatikana na ni katika ofisi gani, kwa sababu tumeona tafiti mbalimbali zishawahi kufanyika na tukaelekezwa mahali ambapo tunaweza kufikia dawa kwa urahisi. Kwa hiyo tuzingatie haya ya awali ambayo mtaalamu hapa amezungumza. Mimi nikigusia zaidi kuacha msongo wa mawazo, kutumia maharage kwa wingi lakini kwa kiasi. Yes, itasaidia zaidi na zaidi. Lakini tukija sasa kuzungumza hapa zaidi, unajua hakuna kitu kinaweza kimkuta mtu bila kuwa na madhara mengine ya kuonekana moja kwa moja. Ili basi na wao wakijua kwamba kuna madhara haya pengine yanaweza yakatokea, na wao kutafuta sasa hiyo tiba kwa haraka zaidi. Pengine ni madhara gani ama ni changamoto gani hasa zaidi ambazo watu hao wenye vipara wanakutana nayo? Hawa watu wenye vipara, jambo la kwanza ambao wanakutana nalo ni kuto kujiamini. Yaani mfano mtu ambaye alikuwa, kuna wale watu ambao wanapenda sana nywele, zikipotea ghafla huyu mtu mara nyingi kuto kujiamini, anapata
hali ya kuwa na msongo wa mawazo. Ndio. Kwa anapokuwa na msongo wa mawazo unampelekea tena ile homoni ya cortisol kuzalishwa kwa wingi. Kwa hiyo hii inamletea madhara zaidi. Badala yeye kupona anajikuta tatizo ndio linaongezeka zaidi. Sasa. Lakini pia wakati mwingine mtu kama alikuwa anapenda sana kuwa na nywele akawa na kipara, inaweza kampelekea yani yeye mwenyewe akawa hayupo comfortable. Naona kwenye ile situation akawa anatumia madawa tofauti tofauti. Kwa madhara wanayopata wengi, wanapoteza pesa nyingi pia kwa kutokuwa na elimu, kwa kujua chanzo ni nini. Unaona? Kwa hii pia inaweza kawa ni baadhi ya madhara. Madhara makubwa tunasema kipara ni kitu cha kawaida, lakini sio kwamba ni kitu ambacho kinaweza kapelekea labda mtu akaumwa. Hapana, kipara ni kitu cha kawaida, lakini kama mtu alikuwa anapenda kuwa na nywele, basi atajikuta hayupo comfortable, lakini atakuwa ni mtu ambaye hajiamini, na wengi wanatumia pesa nyingi kwa sababu wanakuwa hawana elimu. Kwa madhara pia makubwa wanayoyapata, wanatumia pesa nyingi bila kupata matokeo. Hiyo ni kwa sababu hawana elimu. Lakini wakitafuta wataalamu tukawashauri vitu ambavyo wanaweza kutumia, kama ni wale ambao hawana vinasaba vya kulisi kutoka kwa wazazi, wanaweza kupata matokeo. Lakini kama umelisi kutoka kwa wazazi, hatuwezi kudanganya kwamba utaweza kupona kiurahisi tu. Lazima tukwambie ukweli kwamba wewe unaweza kutumia tu kwa kufanya nywele zako labda zisipotee kwa wingi, kukusaidia ziweze pia kuwa imara, lakini si rahisi kusema utamuotesha kipara mtu ambaye amelisi vinasaba, kwa sababu vinasaba haviwezi kubadilishwa. Okay. Yani wewe kama mfano umerisi hiyo rangi kutoka kwa mama yako, leo hii hatuwezi kukubadilisha wewe mweusi. Ndio sawa na nywele. Okay. Sawa, mtazamaji, naamini ni mengi umeyapata, umeyafahamu, lakini kwa kumalizia tu hapa, hebu mtaalamu wetu hapa, unatuachaje na unawasii nini hasa watazamaji wetu kuondokana na hiyo changamoto? Jambo la kwanza la msingi sana ambalo nawashauri watu wengi wapendelee kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi yanafanya ule mzunguko wa damu kuweza kuwa vizuri zaidi, na hii itamsaidia mwili wake kuwa na nguvu, lakini pia virutubisho vingi mwilini kufika kila sehemu, na hivyo kumsaidia afya yake kuweza kuwa vizuri. Kwa hiyo hata kwenye swala la nywele atajikuta anakuwa vizuri. Lakini pia jambo lingine, inatakiwa wapate mlo kamili. Watu wengi wanakula hizi junk food, wanakula vile vyakula vya haraka haraka ambavyo wanavipata sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo wanajikuta mwisho wa siku wanakuwa wanashindwa kupata matokeo mazuri kwenye afya zao. Kwa hiyo pia hii inakuwa inawaletea shida. Sasa mbadala wake, kwa sababu ndio vyakula vinavyopatikana sana, unaweza kawa unatumia virutubisho. Jitengenezee yani utamaduni wa kutumia virutubisho vile asilia, sasa vyenye madini niliyoyataja hapo kama ya zinki, unaona, lakini kuna madini ya iodine, lakini kuna vitu vyenye protini nyingi, kuna omega 3. Hivi ni vitu ambavyo vitakusaidia kuhakikisha ngozi yako inakuwa vizuri, lakini pia hata kwenye masuala ya nywele unakuwa vizuri. Lakini jambo lingine, wahakikishe wanatumia maji kwa wingi. Maji yanamsaidia mtu kuweka mzunguko wa damu kuweza kuwa vizuri, kwa sababu 75% ya damu ni maji, unaona. Kwa hiyo huyu mtu ili kuweza kumsaidia ni lazima awe anatumia maji mengi ili kuweza kuweka afya yake kuwa vizuri. Lakini pia itamrahisishia kuto kupata magonjwa yale ambayo ni ya kushambulia mfumo wa kinga ya mwili. Mfano mtu akipata labda hizi sukari, huwa zinampelekea pia athari kwenye kupata changamoto ya nywele, unaona. Ni kwa sababu unakuta zinaenda kushambulia moja kwa moja ile kinga ya mwili. Lakini kuna ugonjwa mwingine ambao unaitwa alopecia, ambao unakuta ni ile kinga ya mwili inaenda kushambulia zile seli zinazosaidia kwenye ukuaji wa nywele. Kwa sasa ili kukusaidia inabidi utumie virutubisho ambavyo vitakusaidia kuweka vizuri kinga yako ya mwili, lakini pia kwenda kufanya detox, kutoa zile sumu ili kukusaidia kuondoa hiyo changamoto, na hapo unaweza ukapona hiyo changamoto ya nywele. Lakini jambo lingine la muhimu sana, uhakikishe unakuwa una watu ambao watakuwa wanakushauri pale ambapo unataka kutumia matibabu yoyote, kwa sababu unapokuwa unatumia dawa bila ushauri wa wataalamu, ukitumia dawa zenye kemikali zinakuletea athari pia, kwa sababu zinaenda kuongeza sumu kwenye mfumo wako wa damu, na hivyo mwisho wa siku utajikuta badala ya kupata matokeo unajikuta yanapotea zaidi. Lakini pia jambo lingine ni kwamba unapokuwa na msongo wa mawazo, kwa hiyo waepuke kujiingiza kwenye zile situation au hali za kuingia kwenye msongo wa mawazo, kwa sababu zinawapelekea wao ile kinga ya mwili kuweza kupungua. Mtu akiwa na msongo wa mawazo, kinga ya mwili inapungua. Kinga ya mwili ikipungua, uzalishaji wa zile seli zinazosaidia kwenye ukuaji wa hizo nywele utakuwa pia ni hafifu. Kwa mwisho wa siku huyo mtu anazoofika. Kwa hiyo huyu anaweza akatumia pia hizo immunity booster, zinamsaidia. Ni bidhaa za kinga ya mwili ambavyo ni virutubisho muhimu kwa mtu yeyote ambaye anatakiwa kuvitumia. Ni virutubisho ambavyo vinatengenezwa kwa uyoga. Kwa hiyo ina maana mtu akitumia pia uyoga wa Ganoderma vinamsaidia, anakuwa vizuri, ni vitu asilia. Sawa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo anaweza akapata matokeo.
Sawa, basi naamini hivyo mtazamaji wetu umepata hiyo elimu ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo na mengi zaidi akigusia msongo wa mawazo. Kiacha hiyo utakuwa vizuri kabisa. Lakini pia aina ya vyakula alivyovitaja na kuepukana na aina ya matibabu mengine ambayo unaweza kuyaacha ili kuhakikisha unalinda basi hizo nywele zako na ukuaji wa nywele kusitokee vipara vyovyote. Mungu awabariki sana, nasi tumefikia tamati katika kipengele hiki cha gumzo. Na hili gumzo basi ni kwamba leo mtaalamu wetu hapa Bwana Arnold Mdolo ametufafanulia vizuri kabisa. Kwa hiyo tukiwa tunasubiria ile dawa rasmi kutangazwa na taasisi ile ya Tibalishe Tawiri, hakika tunaamini ya kwamba kila mtu atapata na tutaelekezwa ni wapi pa kuifikia. Lakini kwa wakati huu tukiwa tunaendelea kupeana elimu, ni vyema tukazingatia haya. Mimi nikushukuru sana mtaalamu kutoka Tibalishe. Naamini leo kuna kitu kikubwa zaidi watazamaji wetu wamekipata. Ndio, kuna kitu kikubwa wamekipata, lakini pia wanaweza katembelea mitandao ya kijamii mingi, huwa natoa sana ushauri kule kwenye Instagram. Kwa hiyo kule watakupata kwa jina hilo Mjengaji Afya. Mjengaji Afya. Sawa sawa, tuna la ziada kufikia hapo mtazamaji, wakati mwingine tena